Wivu wa mapenzi wamfanya bidada kuharibu ndoa yake. Baraka, huyu mwanamke aliyekomenti kwenye picha yako ni nani? Mke wangu, huyo ni mteja tu. Alidanganywa na rafiki yake kuwa mumewe anamsaliti. Shoga yangu shtuka, mumewe ana kimada, we haujui tu. Kwa unanishaurije udugu wangu? Akashauriwa na rafiki huyo kwamba aende kwa mganga ili kumfunga mumewe asije kumchiti na mwanamke mwingine. Sikiliza kwa makini na usije ukakosea masharti ya dawa. Sawa babu, nimekuelewa. Nataka mume wangu anipende mimi tu na anisikilize mimi tu. Je, unajua nini kilitokea baadaye? Sasa kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like, alafu ni follow au subscribe, kisha niandikie kwenye komenti hapo chini kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Katika kilele cha mafanikio jijini Dar es Salaam, jina la Baraka lilitajwa kwa heshima. Kila alipopita na gari lake la kifahari, vijana walitamani kuwa kama yeye. Ndani ya jumba lake la kifahari lililopo Mbezi Beach, aliishi na mkewe mrembo, Neema. Kwa nje, walionekana kama picha ya furaha kwenye jarida, lakini ndani ya kuta zile, kulikuwa na gereza la kisaikolojia. Neema hakuwa na amani. Kila harufu ya perfume ngeni kwenye koti la Baraka ilizua dhoruba. Kila like ya mwanamke kwenye picha za Instagram za mumewe ilikuwa kama msumari kwenye moyo wake. Baraka, huyu mwanamke aliyekomenti kwenye picha yako ni nani? Mke wangu, huyo ni mteja tu. Baraka, huyu Vanessa aliyekomenti kwenye picha yako ni nani? Neema aliuliza usiku wa manane, akiwa amemwamsha mume wake kutoka usingizini. Mke wangu, huyo ni mteja wa jumla kutoka Arusha. Tafadhali, nina safari ya mapema kesho, Baraka alijibu kwa uchovu. Lakini kwa Neema, hiyo ilikuwa dharau. Akili yake ilitengeneza filamu ya usaliti ambayo haikuwepo. Hali ilizidi kuwa mbaya pale marafiki feki walipoingilia. Sarafina, rafiki wa karibu wa Neema ambaye kwa siri alikuwa na chuki na mafanikio ya Neema, alianza kupandikiza mbegu za uharibifu. Shoga yangu shtuka, mumewe ana kimada, we haujui tu. Kwa unanishaurije udugu wangu? Neema, unajua kwa nini Baraka anachelewa? Ana nyumba ndogo Kigamboni. Urembo wako hautamsaidia mwanaume wa Dar. Lazima ufunge milango, Sarafina alinong'ona huku akinywa chai kwenye mgahawa mmoja wa gharama. Nifunge milango vipi, Sarafina? Nimejaribu kila kitu, nimempa kila aina ya mahaba lakini bado nina hofu, Neema alijibu akilia. Hapo ndipo Sarafina alipomtambulisha kwa Mzee Matata, mganga wa kienyeji anayeishi kwenye mapango ya mbali huko pwani. Safari ya Neema kuelekea kwa Mzee Matata ilikuwa ya kutisha. Mvua kubwa ilinyesha, radi zikipiga, kana kwamba asili ilikuwa ikimwonya arudi nyuma. Lakini wivu ulikuwa umemfanya kuwa kipofu. Sikiliza kwa makini na usije ukakosea masharti ya dawa. Mzee Matata, akiwa amezungukwa na mafuvu na harufu ya udi mbaya, alimpa chupa ya majimaji meusi. Dawa hii itamfanya asione mwanamke mwingine, asisikie sauti ya mwingine, na asitamani hatua moja nje ya nyumba yako. Atakuwa kama kivuli kinachokufuata. Lakini jua hili, kivuli hakina uhai, Mzee Matata alionya. Neema, akifikiri kivuli ni msemo tu wa mapenzi, alichukua dawa ile. Sawa babu, nimekuelewa. Nataka mume wangu anipende mimi tu na anisikilize mimi tu. Baada ya kuweka dawa ile kwenye chakula, mabadiliko hayakuwa ya papo hapo, bali yalikuwa ya kutisha. Baraka alianza kupoteza kumbukumbu. Siku ya kwanza alisahau funguo za ofisi. Siku ya pili alisahau jina la mfanyakazi wake mwaminifu. Siku ya tatu alishindwa hata kuendesha gari. Biashara za vifaa vya ujenzi zilianza kuyumba. Makontena ya mamilioni yalipotea bandarini kwa sababu Baraka hakuwa na uwezo wa kusaini nyaraka au kufanya maamuzi. Ndugu wa Baraka walianza kuingiwa na wasiwasi. Shemeji, kuna kitu gani kimempata kaka yetu? Hapana shemeji, ni stresi tu za kazi zinamsumbua mume wangu.
Neema, kaka yetu ana nini? Mbona haongei? Mbona ananga macho tu kama mtu aliyepigwa na butwaa? Mdogo wake Baraka, Musa, aliuliza kwa ukali. Neema alijitetea kuwa ni shinikizo la kazi, huku moyoni akijua ukweli. Baada ya miezi 6, Baraka alikuwa amebaki mifupa na ngozi. Alikuwa akikaa sebuleni, akitazama runinga ambayo haijawashwa. Nyumba iliyokuwa na vicheko ikawa kama kaburi. Madeni yalianza kubisha hodi. Benki walikuja kupiga thamani ya nyumba. Neema alijikuta akiuza mapambo yake yote ya dhahabu ili wanunue chakula na nepi za watu wazima kwa ajili ya mumewe aliyekuwa hajiwezi. Alipomrudia mzee Matata, alikuta pango liko wazi na mganga huyo ametoweka. Sarafina naye alikuwa amemblock kila mahali. Namba unayopiga hapatikani kwa sasa. Jaribu tena baadaye. Neema alibaki peke yake na kivuli chake. Hapatikani kwa sasa. Jaribu tena baadaye. Kila asubuhi anamwamsha mwanaume aliyekuwa mtanashati, anamsafisha kama mtoto mchanga na kumlisha huku machozi yakimdondokea kwenye kijiko. Baraka hamtambui. Wakati mwingine Baraka anacheka peke yake, kicheko cha kutisha kinachomkumbusha Neema kosa lake. Neema sasa anaishi kwenye nyumba ndogo ya kupanga Uswahilini, baada ya jumba lao kuchukuliwa na benki. Kila anapopita barabarani, anawaona wanawake wengine wakigombana na waume zao kwa wivu. Naye anatamani angalau angekuwa na mume anayesaliti lakini yuko hai na mzima kuliko huyu mzigo alioubeba. Maisha ya Neema kwenye nyumba ya kupanga kule Manzese yalikuwa ya ajabu. Kila siku ilikuwa ni mapambano dhidi ya nzi, harufu ya dawa na ukimya wa kutisha wa Baraka. Lakini nje ya chumba kile kulikuwa na watu walioanza kuunganisha doti. Musa, mdogo wake Baraka, hakuwahi kuamini kuwa kaka yake alichanganyikiwa tu kwa sababu ya msongo wa mawazo. Alianza kufanya uchunguzi wa chini kwa chini. Alirudi kwenye lile jumba la Mbezi Beach lililopigwa mnada na kuzungumza na aliyekuwa mlinzi wa zamani. Mzee Samuel, niambie ukweli. Kabla mambo hayajaharibika, ulimuona nani akija hapa? Musa aliuliza huku akimkabidhi mlinzi huyo bahasha ya fedha. Mzee Samuel alitazama huku na kule, kisha akanong'ona, kuna mwanamke mmoja anaitwa Sarafina. Alikuwa anakuja hapa mara kwa mara na Neema. Siku moja kabla Baraka hajabadilika, niliwaona wakiondoka usiku wa manane kuelekea kusini, na walirudi alfajiri wakiwa na chupa ya ajabu. Musa alijua fika kuwa hawezi kumkabili Neema kwa maneno matupu. Aliamua kutumia mbinu ya kisaikolojia. Alimtembelea Neema kwenye kile chumba chao cha kupanga, akijifanya kuwa na huruma. Shemeji, nimepata habari kuwa kuna mganga mmoja kule Tanga anaweza kutibu hali hii. Lakini anasema lazima tujue chanzo cha ugonjwa. Kama kuna kitu Baraka alikula au alipewa, niambie ili nimwokoe kaka yangu, Musa alisema huku akimtazama Neema moja kwa moja kwenye mboni za macho. Neema alitetemeka. Jasho jembamba lilimtoka. Mimi sijui kitu, Musa. Baraka aliumwa tu ghafla. Lakini wakati huo huo, Baraka aliyekuwa amekaa pembeni, alianza kutoa sauti ya ajabu. Alikuwa akijaribu kunyosha mkono kuelekea kwenye kabati la nguo la Neema, kule ambako Neema alikuwa ameficha ile chupa tupu ya mzee Matata kama kumbukumbu ya kosa lake. Wakati Neema akihangaika na Musa, Sarafina alitokea tena. Lakini hakuja kama rafiki. Sarafina alikuwa amefilisika baada ya kutumia fedha alizokuwa akimtapeli Neema huko nyuma. Alikuja kumnyonya Neema kwa mara ya mwisho. Neema, unajua Musa anakufuatilia sana. Nipe milioni 5 nifiche siri yako. Neema, unajua Musa anafuatilia kila hatua yako, Sarafina alisema kwa dharau baada ya kumvuta Neema nje ya chumba. Nipe milioni 5 sasa hivi, au nimwambie Musa kuhusu safari yetu ya kwa mzee Matata. Najua una siri ya mahali Baraka alipoficha akaunti yake ya siri ya nje ya nchi. Neema alishika kichwa. Jamani Sarafina, nitaipata wapi hiyo pesa? Sina pesa Sarafina. Unaona maisha tunayoishi. Baraka amekuwa sanamu. Sarafina alicheka kicheko cha kishetani. Hiyo sio shida yangu. Ulimgeuza mumeo kuwa zombie kwa sababu ya wivu wako. Sasa lipa gharama ya usiri wangu.
Usiku mmoja, hali ya Baraka ilibadilika. Hakulala. Alianza kutembea usiku kucha ndani ya kile chumba kidogo, akigonga kuta na kulia sauti za chini kama mnyama aliyejeruhiwa. Neema alijaribu kumtuliza, lakini Baraka alimshika Neema koo kwa nguvu ambazo hazikuwa za kibinadamu. Baraka, ni mimi mkeo. Neema alikuwa kuwa hewa. Macho ya Baraka yalikuwa mekundu, na kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, alitamka neno moja kwa sauti ya kukwaruza iliyofanana na ya mzee Matata, ulinifunga. Neema alifanikiwa kujinasua na kukimbilia nje akipiga yowe. Majirani walikusanyika, na Musa akatokea hapo hapo akiwa na polisi. Walivunja mlango na kumkuta Baraka akiwa ameshika ile chupa tupu ya dawa, akiwa ameipasua na kujikata mikono, akichora alama za ajabu sakafuni kwa damu yake. Siri ilikuwa wazi sasa. Musa alipata ushahidi wa mawasiliano kati ya Neema na Sarafina. Sarafina alikamatwa akijaribu kutoroka kuelekea nchi jirani. Neema alichukuliwa na polisi kwa tuhuma za kusababisha madhara ya kudumu kwa mume wake, lakini adhabu ya kisheria ilikuwa ndogo ukilinganisha na adhabu ya nafsi. Akiwa gerezani, Neema alipata habari kuwa Baraka amepelekwa hospitali ya wagonjwa wa akili, lakini madaktari wamesema ubongo wake umefutika, brain dead, hawezi kupona tena. Kila usiku akiwa selo, Neema anasikia sauti ya Baraka ikimnongoneza, sasa mimi ni wako peke yako, Neema. Hata gerezani, niko na wewe. Anageuka na kumwona Baraka kama kivuli, akiwa amesimama kona ya selo, akimstolea macho yale yasiyo na uhai. Wivu wake umemfanya awe na mume ambaye hatamwacha kamwe, lakini ni mume ambaye atamtesa mpaka dakika yake ya mwisho. Katika maisha, kuna vitu ukivivunja havijengeki tena. Neema alivunja uaminifu, akajaribu kuubadilisha na udhibiti, akajikuta anamiliki vumbi badala ya dhahabu. Mpaka kufikia hapa ndio mwisho wa simulizi yetu hii. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye simulizi hii. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, uniambie kuwa umeionaje story na umejifunza kitu gani. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine, na asante kwa kuangalia.